Habari watazamaji, hapa ni Dkt. Revathi Ramaswamy kutoka Apollo Secunderabad na nawasalimu kwa heshima wanawake wote wakubwa, wanawake wazee, wanawake walio na umri wa zaidi ya miaka 50 huko nje. Hii ni maalum kwa ajili yenu. Kipindi cha ukomo wa hedhi ni pale ambapo hujapata hedhi kwa mwaka mzima. Ukomo wa hedhi ni nini? Hakuna hedhi kwa mwaka mmoja. Je, unaweza kupata damu baada ya hapo? Wakati mwingine hiyo inaitwa kutokwa na damu baada ya ukomo wa hedhi. Wanawake wengi hunijia na kusema, Madam, nimetokwa na damu lakini ni kidogo sana. Nimetokwa na damu mara chache tu na ni kidogo sana. Hainisumbui. Lakini huwa nawaambia kwamba hupaswi kutokwa na damu baada ya ukomo wa hedhi kwa sababu hakuna homoni tena. Basi hiyo damu inatoka wapi? Kwa hiyo unahitaji kumwona daktari wako ili kuchunguza kwa nini unatokwa na damu baada ya ukomo wa hedhi. Basi vipimo vya kwanza tunavyofanya ni vipi? Tutafanya kipimo cha pap smear kwenye mlango wa kizazi au cervix. Tutafanya uchunguzi wa ultrasound ili kuchunguza tabaka la ndani la mfuko wa uzazi au endometrium. Bila shaka, ovari pia zitakaguliwa. Kile ambacho huonekana mara nyingi ni kwamba kuna uvimbe mdogo unaota ndani ya mfuko wa uzazi unaoitwa polipu, ambao hutokea wakati huu. Sasa tunashughulikiaje hili? Tunaingiza darubini ndogo sana kupitia ukeni hadi kwenye mfuko wa uzazi. Tunaangalia kama kuna polipu na tunaiondoa. Wakati huo huo, tunachunguza sehemu nyingine ya ukuta wa ndani wa mfuko wa uzazi na kutafuta uwezekano wowote wa saratani. Je, unapaswa kuwa na wasiwasi ukipata damu baada ya kukoma hedhi? Hapana. Mara nyingi, hysteroscopy rahisi, polypectomy na biopsi inatosha kabisa. Mara chache sana, unaweza kuhitaji kuondolewa mfuko wa uzazi. Je, unapaswa kupuuza damu baada ya kukoma hedhi? Kamwe, kwa sababu unahitaji kuchunguza ile nafasi ndogo ya saratani inayoweza kujitokeza. Je, unapaswa kuondoa mfuko wa uzazi kwa hofu ya saratani? Hapana, kwa sababu saratani hutokea kwa wachache tu. Matatizo rahisi yapo kwa wengi. Hysteroscopy ndiyo suluhisho la damu baada ya kukoma hedhi. Marafiki wapendwa, msipate hofu na kukimbilia kufanyiwa hysterectomy. Usipuuze na usikose kumwona daktari. Tutakushauri njia sahihi ya kushughulikia damu baada ya kukoma hedhi. Asanteni marafiki.